Allah tabaraka wa taala alianza kutusimulia kisa cha Nabii Allah Shuaibu na watu wake wa kabila la Madian, kama alivyosema subhanahu wa ta'ala, wa ila madyana akhahum shuaiba qala ya qaumi ubudu llaha ma lakum min ilahin ghairu wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bikhair wa inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhit. Maneno mazuri kabisa hayo, maneno bora kabisa hayo kutoka kwa kiongozi aliyopelekwa maalumu kwa watu wa Madiana na Mola wao subhanahu wa ta'ala, akiwanasihi jamaa zake. Jambo la kwanza muhimu kuliko yote ni kushikamana na ibada ya Allah tabaraka wa ta'ala, kwa maana mwanadamu hawezi kuwa mwanadamu asipoandamana na matekelezo ya ibada za Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kadhalika aliwaelekeza wawe na muamala ulio bora, muamala aliyouagiza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwamba mtu anapofanya biashara, ile biashara ifanywe katika misingi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka biashara hizo ziwe zikiendeshwa. Ndiyo maana akawaambia jamaa zake, wa auful kaila, tekelezeni vipimo vya ujazo, wal mizan, tekelezeni vipimo vya mizani, wala tankusul mikyala wal mizan. Anawaambia maneno hayo akiwaelekeza namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika suratul Baqara, ahalla Allahu al-bai'a, Allah tabaraka wa ta'ala amehalalisha watu kufanya biashara, lakini ifanywe biashara katika yale maelekezo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka ifanywe biashara hiyo. Kwa hivyo alitoa nasaha zake zote. Aya ya mwisho aliwataka jamaa zake kwa kuwaambia, wastaghfiru rabbakum, katika makosa na dhulma zilizotokea kabla ya hapo, mukiabudu ibada zisizokuwa za Allah, mukiuziana kwa njia zilizokuwa za dhulma. Kwa makosa hayo yaliyotangulia, wastaghfiru rabbakum, muombeni msamaha Mola wenu, thumma tubu ilaihi, kisha rejeeni kwake yeye Allah, inna rabbi rahimun wadudun. Hiyo ndiyo illa ya kutakiwa waombe msamaha na warejee kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa nini? Lianna rabbi, kwa hakika ya Mola wangu subhanahu wa ta'ala, rahimun, yeye sifa yake ni mrehemevu. Kwa wale wanaoomba rehma za Allah, Mwenyezi Mungu huwa rehemu. Lakini wadudun, Mwenyezi Mungu ni mpenzi kwa wale wanaopenda mapenzi na mahusiano mema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu huwapenda. Basi muombeni rehema zake, Allah atawarehemu. Muombeni upenzi wake, Allah atawapeni upenzi wake. Haya ni maneno matukufu, haya ni maneno bora, haya ni maneno ya kumpa heshima mwanadamu katika maisha yake ya dunia, katika maisha yake ya barzakhi, na siku atakayokutana na Mola wake. Maneno yako fasaha, maneno yako fasaha, hayakosi kufahamika maneno kama haya. Lakini kwa kibri na inadi na kejeli za watu wake ambao waliikataa taa ya Mwenyezi Mungu,
qalu, wakasema jamaa zake, ya Shuaibu, ewe Shuaibu, ma nafqahu kathiran mimma taqulu, maneno yote uliyoyasema sisi hatufahamu chochote, hatukuelewi. Tunakuona kama babu bwabwaja, tunakuona kama mtu uliyechanganyikiwa, kwa hivyo hatukuelewi unakusudia nini. Utupangie namna ya kuabudu, utupangie namna ya kuendesha biashara zako, kama aya zilizotangulia, aswalatuka. Hivi hiyo dini yako au hiyo swala yako ndiyo inayokupa ujasiri kwamba sisi utuamrishe namna ya kuishi katika biashara zetu? Inakupa ujasiri utuelekeze wewe? Kwa hivyo wanamwambia, ma nafqahu kathiran mimma taqul. Neno kathira hapa bimaana jamia ma taqul, yote unayoyasema sisi hatufahamu chochote. Wa inna, na hakika yetu sisi, lanaraka, tunakuona, fina, kati yetu, katika jamii yetu, dhaifa, tunakuona mtu mnyonge, tunakuona mtu usiyekuwa na watu, tunakuona mtu wa hali ya chini kabisa. Inna, hakika yetu sisi, lanaraka, wallahi tunakuona wewe, fina, kati ya jamii yetu, tunakuona dhaifa, tunakuona wewe ni mtu dhaifu, wewe ni mtu wa chini, wewe ni mtu ambaye sisi waheshimiwa hatuwezi kusalim amri tukakufata wewe. Walaula rahatuka, lau siyo jamaa zako, walaula rahatuka, lau si jamaa zako, wanasema la rajamnaka, tusingelikuacha salama. Kinachokufanya mpaka leo uendelee kuwa salama, Shuaibu, kama huelewi, sisi tunaheshimu familia yako, jamaa zako ndio tunaowapa heshima hiyo. Lau si hivyo, la rajamnaka, wallahi tungelikupiga mawe. Maana yake wanakusudia wangelimuua. Wama anta alaina biazizin, na kwa hakika wewe juu letu sisi huna heshima yoyote, hatuna thamani yoyote wewe ya kukuthamini. Lakini kinachotufanya bado uwe salama mpaka leo ni kwa sababu unao ndugu zako katika nchi yetu. Subhanallah. Haya ndiyo maneno ambayo watu wa Shuaibu baada ya kulinganiwa katika haki wanamjibu mtume wao, tunakuona umechanganyikiwa, maneno yako hayafahamiki, hatukufahamu, na lau sio familia yako, sio ukoo wako, la rajamnaka, saa hizi wewe tungelikuua. Na hapa Waislamu tunawaona watu wanaosimama na dini ya Allah, usalama wao, uhai wao uko mashakani, lau kama si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuchukua ulinzi maksudi wa kuwanusuru na kuwahifadhi watu wanaoisimamia dini yake. Lakini watu wanaoisimamia dini yake ni watu wasiopendwa na watu wa dunia. Watu wa dunia huona wanakerwa, watu wa dunia huona wanabanwa, watu wa dunia huona wanaingiliwa katika mambo yao. Ni kwa sababu tu Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio aliyechukua dhamana. Ndio unawaona wale wanaosimama na dini ya Allah Subhanahu wanaendelea kuwapo na afya zao zikiwa mzima, lakini watu wa dunia hawataki. Tayib, anatusimulia Allah, qalu, wakasema watu wa Shuaibu, ya Shuaibu, ewe Shuaibu, ma nafqaha kathiran mimma taqul, ma nafqaha kathiran mimma taqulu,
hatufahamu chochote katika maneno yako ambayo wewe unayoyasema. Qalu, wanasema, mfasiri anasema, linabiyihim, walisema kumwambia mtume wao Shuaib, ala wajhi listihana, wakiwa na madhumuni ya kumdhalilisha, madhumuni ya kumfanya duni. Wajhi listihana, wanasemaje? ma nafahamu kathiran mimma tuhadithuna bihi, hatufahamu chochote katika kile ambacho wewe umekuwa ukitisimulia, sisi hatukifahamu. Wanasema hivyo. Qala al-Ulusiyu, mwana wazuoni mmoja al-Imamu al-Ulusiyu akiitafsiri aya hii anasema, jalu kalamahu, waliyafanya maneno ya nabii Allahi Shuaibu, maneno ambayo almustamila, maneno yaliyoshikamana, ala fununi alhikami, na aina mbalimbali za hikma, walmawaidhi, maneno yaliyoshikamana na aina mbalimbali za mawaidha, wa anwa'i ulumi, maneno yaliyoshikamana na aina mbalimbali za ilmu, walmaarif, na maarifu, yani mambo ya taaluma mbalimbali. Min qabili takhaliti, wanayapeleka maneno yake katika upande wa kumuona kwamba Shuaibu amechanganyikiwa. Mtu akichanganyikiwa maneno yake hayafahamiki, hapajulikani lishikwe neno gani. Kwa hivyo maneno yake waliyapeleka min qabili takhaliti, katika upande ule wa kwamba Shuaibu kachanganyikiwa, walhudhiani au hidhiani, na wakayapeleka maneno yake katika mlango kuwa ni maneno ya porojo, alladhi la yufahamu maanahu, maneno ambayo hayafahamiki kilichokusudiwa, wala yudraku fahawahu, wala hapadirikiwi kilichokusudiwa ndani yake. Maa annahu, pamoja na kwamba maneno haya ya nabii Allahi Shuaib, kama warada fil hadithi sharif, kama ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyu nabii Allahi Shuaibu khatibul anbiyai, yeye ndio alikuwa bosi wa mitume na manabii. Anapotoa hutuba maneno yake yanakuwa fasaha kabisa, lakini hawa makafiri wanasema hatufahamu chochote, maneno yako ni maneno ya porojo, maneno yako ya mtu aliyechanganyikiwa. Mtume akimsifu nabii Allahi Shuaib anasema katika watu waliokuwa bora kabisa katika kutoa hutuba na kufahamika hutuba zao alikuwa nabii Allahi Shuaib. Tumefahamiana? Tayib. Wa inna, na hakika yetu sisi, wanaendelea kusema, lanaraka, tunakuona wewe Shuaibu, fina, kati yetu, kati ya jamii yetu, tunakuona dhaifa, wewe ni mtu mnyonge, wewe ni mtu wa chini. Aila quwwata laka, huna nguvu, wala izza fina fima bainana, wala wewe huna heshima na utukufu wowote kati yetu. Wewe ni mtu wa kawaida sana, vipi tukupe taadhima na kukuheshimu? Wa inna, na hakika yetu sisi, lanaraka fina, tunakuona kati yetu sisi, tunakuona wewe kuwa dhaifa. Aila quwwata laka wala izza fima bainana, huna nguvu wala utukufu kati yetu. Wanaendelea kusema, walaula rahatuka,
lau si familia yako, la rajamnaka, saa hizi zamani tushakupiga mawe, tushakuulia mbali. Ai walaula jamaatuka, lau si jamaa zako, la katalnaka, tungelikuua wewe, ramyan bil ahjari, kwa kukurembea, kwa kukupiga na mawe. Saa hizi zamani tungelikuwa tushakuua hivi. Wama anta alaina biazizin, na hukuwa wewe mbele zetu sisi kuwa mtu wa heshima, huna thamani yoyote, huna heshima yoyote. Ai lasta indana bimukarramin, wewe mbele zetu hukuwa mwenye kupewa takirima, wala muhtaramin, wala mwenye kuheshimiwa, hata namtania min rujumika, ili iwe sababu ya sisi kuzuilika kukupiga mawe. Kwa hivyo usalama unaoendelea nao kuupata, lau kama ingelikuwa huna watu, huu usalama ungelikuwa haunao tena. Lakini kinachokufanya uendelee kuwepo ni kwa sababu unao ndugu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitusimulia kisa cha huyu mtume Shuaibu katika suratul A'rafi, walisema jamaa zake, lanukhrijannaka, hii nchi utaiona ya uchungu, wallahi tutakuhamisha, tutakutoa, lanukhrijannaka ya Shuaibu, tutakuhamisha na kukutoa ewe Shuaibu, walladhina amanu ma'aka, na wale walioamini pamoja na wewe, wewe na wafuasi wako tutawatoa katika nchi hii. Au lataudunna fi millatina, usalama wenu murudi katika kawaida na desturi zetu, tuuze tunavyotaka, tuabudu tunachotaka, tuishi tunavyotaka. Mukirudi katika msimamo huo, basi nyinyi mutakuwa ndugu zetu. Kwa maana hapa wanapoteza haki ya uraia kwa sababu tu ya kutofautiana na wakubwa katika ardhi ya Madiana. Wenye Madiana yao wanataka kumuhamisha Shuaibu, pamoja na kwamba Qur'ani inamzungumza Shuaibu kuwa ni ndugu yao, lakini anapoteza sifa ya udugu kwa sababu tu amesema alla taabudu illa Allah, musiabudu wasiyekuwa Allah. Ni kwa sababu tu amesema wa auful kaila wal mizan, kamilisheni katika vipimo, mukipima mupime kwa uadilifu. Kama unapima kwa pishi, iyo pishi iwe pishi. Kama unapima kwa uzito, uo uzito ukamilike, asiuziwe mtu kilo moja kumbe alichopewa ni kilo kasorobo. Mwenyezi Mungu hataki hivyo. Kwa maneno haya, wakubwa wenye nchi yao wanatishia uhai wa Shuaibu, lakini pia wanatishia uraia wa Shuaibu katika nchi ya Madian, pamoja na kwamba ni ndugu yao wa kuzaliwa. Tumefahamiana Hivyo ndivyo walivyo watu wa dunia. Mahala popote pale akitokea mtu aliyesimama kuitangaza dini ya haki vile inavyopasa kuitangaza, akasimama yeye na Mola wake, uraia wake utahojiwa, uhaki wake wa kuishi mahala hapo utahojiwa. Lakini sio hilo tu, hata ile haki ya kuishi katika dunia inaweza ikahojiwa. Kwa nini huyu abakie kuwa hai?
kwa sababu tu ya kuambia watu hili Mwenyezi Mungu halitaki, hili Mwenyezi Mungu hakuliamrisha, aliloliamrisha Mwenyezi Mungu ni hili. Lakini kwa sababu watu wa dunia hawataki kusikia habari za Mungu, wewe unapoteza sifa ya kustahiki kuwa hai na unapoteza sifa ya kustahiki kuwamo katika taifa hilo. Lutu anaambiwa na jamaa zake baada ya kuwakataza tendo la liwati, tendo chafu halijapatapo kutendwa katika dunia hii, sio tu kwa binadamu, hata kwa wanyama. Lakini mwisho wake wanakaa kikao, wanapitisha maamuzi ya kusema akhriju Lutan, la msingi hapa atolewe kibabe Luti, min qaryatikum, kutoka katika nchi yenu, atake asitake atolewe katika nchi hii. Kwa nini anatolewa? Kafanya kosa gani? Kwa lugha ya kejeli wanasema innahum unasun yatatahharun, kwa sababu wao ni watu wasafi, watu wache wenyewe. Sawa, huo ndio uhalisia na huo ndio ukweli, na haya maneno yafahamike, na haya yanaishi na kuendelea kwa sababu Al-Qur'an al-mu'jizatul khalida, Qur'ani ni muujiza unaoendelea. Basi mpaka leo akitokea mtu akionekana kutofautiana na watu wa dunia, huyo mtu hapendezi kwa watu wa dunia. Unatizama uraia wake, kweli raia wa hapa, ikionekana raia wa hapa, wanaulizana watu anastahiki kuwa hai. Tumefahamiana tulipokuwa katika Suratun Namli, darasa zilizotangulia hiyo miaka iliyopita. Allah subhanahu wa ta'ala anasimulia katika kila taifa kuna watu wakorofi, wauaji, wapotezaji. Anasema wakana fil madinati tis'atu rahatin, katika mji wao kulikuwa na kikundi cha watu 9. Watu hao yufsiduna fil ardi, ikawa kazi yao kufanya fisadi, kuua, kupoteza, kufanya vile yale asiyoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuslihuna, wao hawakuwa wanatengeneza, wao ni kuharibu tu. Anapotokea mtu kusimamia haki, kuizungumza haki, mtu huyo ndio anayekuwa mbaya, na kwamba mtu huyo anawindwa wakati gani, mahala popote au wawe, kama walivyoambizana watu 9 hao, takasamu, apianeni, kulieni na viapo. Takasamu, apianeni billahi, apianeni kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tuwapiane nini? Kwamba lanubayitannahu, tutakwenda kumuua wakati wa usiku, wa ahlahu, na watu wake. Thumma lanakulanna liwaliyihi, zitakapokuja taarifa kwamba huyu Shuaibu ameuawa, tutasema nini? Ma shahidna mahalaka ahlihi, wakati anauliwa ndugu yake, sisi hatukuwepo hapa katika nchi. Watu wabaya huwa wana mipango sana. Hawa watu wanajulikana katika ile nchi kwamba ni watu wakorofi, lakini waliifanya waage, watu wote wajue kwamba wao wanasafiri, wanaondoka katika nchi ile, lakini kiukweli hawaondoki, wanajifanya kusafiri. Wakifika jua limezama, wanajificha huko. Wakati wa usiku saa 8 saa 9 wanarudi, wanakuja kumuua yule Shuaibu, alafu wanaondoka na safari yao. Watakaporejea wakiambiwa Shuaibu ameuawa mathalan, watasema sisi hatukuwepo kama mnavyotujua. Na hii ndio mipango ya watu wabaya. Watu wabaya, hiyo ndiyo mipango yao. Mwenyezi Mungu anakusimulia
uielewe. Unaweza ukachezwa mchezo, wewe ukawa hutaki kuamini kwamba huu mchezo umefanywa na watu hawa, lakini Mwenyezi Mungu anakufahamisha watu wabaya huwa na mipango hiyo. Sasa wakati mwingine ukisikia mambo mabaya wameelekezewa watu fulani, usiwe haraka kubweka tu kama jibwa lililokuwa halina mwenyewe. Chunguza kwa makini, hivi kweli hili linaweza likafanywa na watu hawa? Unaelewa? Tayyib. Qalu, wanasema jamaa zake Shuaib, wanasema nini? Ya Shuaibu, ewe Shuaib, ma nafqahu kathiran mimma taqul, sisi hatufahamu chochote, hatukuelewi katika maneno unayoyasema. Ay qalu linabiyihim Shuaib ala wajhi listihanati, lengo lao kumdhalilisha. Ma nafahamu kathiran mimma tuhadithuna bihi, hatufahamu chochote katika kile unachotusimulia. Imamul Ulusi anasema jaalu kalamahu, waliyafanya maneno ya mtume Shuaibu almustamil, maneno yaliyoshikamana ala fununi lhikami walmawaidhi, aina mbalimbali za hikma na mawaidha, wa anwa'i lulumi walmaarifi, ndani yake kuna aina mbalimbali za mailmu na maarifa, min qabili takhliti, kwamba maneno yake wakayapeleka upande wa mtu aliyochanganyikiwa, walhidhiani, na mtu ambaye anaporoja, alladhi, mtu ambaye la yufa, au maneno ambayo la yufahamu maanahu, hayajulikani, wala yudraku fahawahu, maa annahu, pamoja na kwamba Shuaibu kama warada, kama ilivyokuja fil hadithi sharifi, katika hadithi tukufu, Shuaibu khatibul anbiyai, Shuaibu yeye ndiyo aliyekuwa bingwa katika wenye kutoa hutuba na maelezo, kiasi cha kwamba mpaka watu wasiofahamu kama akina sisi basi walikuwa wanamfahamu Nabii Allah Shuaibu, lakini kwa kumvunja moyo, kulikusudia kumdhalilisha, wakasema maneno yako hayafahamiki. Tunafahamiana. Wa inna lanaraka, na sisi tunakuona wewe Shuaibu, fina, katika jamii yetu tunakuona dhaifan, tunakuona ni mtu mnyonge, ni mtu dhaifu. Aila quwwata laka, huna nguvu wewe, wala izza, wala huna utukufu, fima bainana, kati yetu wewe ni mtu wa kawaida sana. Walaula rahatuka, lau sikuiheshimu jamii yako, watu wako, la rajamnaka, usingelikuwa salama mpaka leo, tungelikuulia mbali. Lakini kinachokufanya ubakie kuishi sio kwamba una haki ya kuishi, isipokuwa uhai wako unapatikana kwa sababu ya jamaa zako, yani wao ndio wenye mamlaka ya nani aishi. Sawa? Kuna watu wamejifanya hivyo kwamba nani aishi. Tayib. Walaula rahatuka la rajamnaka, ay walaula jamaatuka la qatalnaka, tungelikuulia mbali, ramyan, kwa kukurembea, bil ahajari, kwa mawe. Maneno haya haya ya watu wa Shuaibu yalete katika wakati wetu sisi. Sio lazima uambiwe la rajamnaka, hata kama hukupigwa mawe, hata kama hukuuliwa, unaweza ukenda ukafichwa sehemu fulani, watu wakapumua na hiyo dini yako na huo msimamo wako wa haki
watu wakakupumzisha ili wapate kupumzika. Yote hayo ndiyo la rajamnaka. Tumefahamiana? Tayib. Wanasema hivyo, wama anta alaina biazizin, na hukuwa wewe juu letu kuwa mwenye heshima yoyote. Ai lasta indana bimukarramin wala muhtaramin, huna heshima wewe ya kuheshimiwa. Hata namtania min rajmika, ili tujizuie tusikupige mawe, lakini shukuru wewe una familia. Qala, hapa Nabii Allahi akasema, Nabii Allahi Shuaibu, ya qaumi, enyi jamaa zangu, arahati, hivi watu wangu, jamaa zangu wa nasabu wa kuzaliwa, a'azzu alaikum min Allah, hawa wana utukufu zaidi, wana heshima zaidi, wanapaswa kuogopwa zaidi kuliko Allah tabaraka wa taala aliyeniumba mimi. Anawauliza, ya qaumi, enyi jamaa zangu, ebu nielezeni, arahati, iyo familia yangu au ndugu zangu, a'azzu alaikum, hawa ndiyo waheshimiwa kwenu, hawa ndiyo watukufu kwenu, hawa wanapasa kuogopwa na nyinyi min Allah kuliko kumuogopa Allah. Anawauliza Nabii Allahi Shuaib, hadha taubihun lahum, maneno haya Shuaibu anakusudia kuwatahayarisha. Hamuoni haya? Hamuoni vibaya? Watu wangu, hata mkiniua mimi iwe nini, lakini aliyeniumba mimi, mkiniua mimi mutamtambua subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mimi ni mali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama utamuua mtu, elewa kesi yako wewe itakwenda kusomwa mbele za Allah. Limadha qatalta fulana, kwa nini ulimuua fulani? Hili ni suala. Kila aliyeua mtu na kila aliyechangia kuuawa kwa mtu aelewe kesi ya mauaji yake bado haijasomwa, hata kama hapa duniani itapelekwa katika hizo zinazoitwa mahakama, hata kama atafungwa huyo mtu kwa hizo zinazoitwa jela za hapa duniani, lakini mtu yoyote aliyeua, yoyote aliyechangia kuuawa kwa mtu aelewe mpaka kesho kesi yake haijasomwa. Wala wasifikirie watu labda kaua miaka 10 iliyopita au kaua miaka 20 iliyopita au kaua miaka 5 iliyopita, akadhani yale ndiyo yameshakwisha, yale yameshapita. Hiyo kesi yenyewe haijasomwa. Sawa? Dharni wa man yukadhibu bihadha alhadithi. Allah anasema, Muhammad, usisumbuke sana, niachie mwenyewe. Man yukadhibu bihadha alhadithi, wale wasioyaamini maneno haya niliyoyateremsha, niachie, nitapambana nao. Sanastadirijuhum, hapa duniani tutawapururia, tutawakunjulia, lile watakalotaka litakuwa. Hata kama wameua, Mungu anachukua ahadi, anasema tutawapururia. Sanastadirijuhum min haithu la ya'lamun, wao wenyewe wataona mboni wanafanikiwa. Kama ingekuwa wamemkera Mungu, kwa nini wafanikiwe? Min haithu la ya'lamun wa umli lahum, alafu nitawapururia, nitawapa wanachotaka. Kama walikuwa wanaua kwa sababu ya mali, mali nitawapa. Kama walikuwa wanaua kwa sababu ya madaraka, madaraka nitawapa. Wa umli lahum inna kaidi matin, mipango yake Allah anasema ni mipango madhubuti, wengi hawaifahamu.
Unaweza ukawa unadhulumu na bado Mungu akakupa maisha mazuri. Wala usifikirie kwamba mboni kama ingelikuwa na dhulumu Mungu si angelichukia, mboni maisha yangu nazidi kutanua. Lakini hiyo ni istidraji kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Ogopa sana. Kama unaona mipango yako inakunjuka kila siku, kaa utafakari, mboni mimi mipango yangu siku zote inakunjuka? Sio istidraji hii? Sawa Ogopa sana. Leo uko cheo hichi, mara umepanda cheo hichi, lakini unawaroga wenzio kila siku, unawafukuzisha wenzio kazi kila siku, lakini kila uchao wewe unapanda cheo. Ogopa sana. Sio istidiraji hii. Usishangilie tu kuchaguliwa. Umechaguliwa na wewe utakuwa mkuu wa kuchunga ng'ombe. Usifikiri hilo jambo zuri sana. Kaa kuchaguliwa mkuu wa kuchunga ng'ombe, Mungu ameridhika au hii istidiraji? Tunafahamiana vizuri Kuwa makini sana. Aliye na akili sawa sawa hafurahi kwa kupanda cheo, anakuwa na huzuni. Sawa? Tayib. Kwa hivyo Nabii Allah Shuaibu anawauliza jamaa zake, ya qaumi arahati a'azzu alaykum min Allahi, hivi watu wangu kwenu nyinyi wamekuwa watukufu sana kuliko kumwogopa Allah ambaye mimi ni mali yake, khalqan wa abidan wa malikan, ameniumba yeye, mimi mtumwa wake, mimi ananiendesha yeye, huyu hamumuogopi? Maneno haya taubihun lahum, alikuwa anawatahayarisha. Hamuoni haya? Ataterukuni, mnaniacha mimi kuniua, liajili qaumi, kwa ajili ya kuwaangalia watu wangu. Wala taterukuni, wala hamuachi kuniua, i'idhaman lijanabi rabbi tabaraka wa taala, hamuniachi kwa kutukuza upande wa Allah tabaraka wa taala. Mimi ni mali yake, mimi sio wako, mimi ni wa Allah tabaraka wa taala. Anawaambia hivyo Nabii Allah Shuaibu alayhi salam. Tumefahamiana Fahal ashirati, hivi jamaa zangu, aazu indakum, wana utukufu na heshima mbele zenu, minallahi, kuliko Mwenyezi Mungu, wa akram, wana utukufu mbele za Mwenyezi Mungu kuliko Mwenyezi Mungu. Qala Ibnu Abbasi anasema, inna qauma Shuaib, watu wa Shuaib, wa rahatahu, na watu wake, kanu a'azza alaihim, walikuwa watukufu juu lao, minallahi, kuliko Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo walikuwa wanawaona watu wale ni watukufu zaidi mbele za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wasaghura sha'anullahi indahum, likawa dogo jambo la Mwenyezi Mungu mbele zao. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa watu waliomili katika dunia. Watu waliomili katika dunia, haki na hukumu za Mwenyezi Mungu kwa wao si lolote, si chochote, lakini haki na hukumu zao za kidunia wanazilinda kwa nguvu zote, wanazipigania kwa uwezo wao wote, zile haki ambazo wao wanahisi ni haki yao, wanahisi ndiyo heshima yao, wanahisi ndiyo utukufu wao, hizo wako tayari kuzilinda kwa nguvu zozote zile. Lakini dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hata kama itatukanwa, hata kama misahafu ya Mungu itachanwa, hakuna mtu yoyote atakayenyanyua midomo yake kuizungumzia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Watu, dunia limekuwa jambo tukufu, imekuwa dunia kwao aaz kuliko kitu chochote kile.
Tunafahamiana Maneno haya tunayoyasoma, Mwenyezi Mungu anatutaka tuishi kinyume chake. Kama kuna watu wanaiona dunia ndio aazu shay'in, a'adhamu shay'in, sawa Sisi tusiione dunia kuwa aazu shay'in wa a'adhamu shay'in, bali tuione dunia adna min kulli shay'in, sawa, ni kitu duni kabisa kuliko kitu chochote kile, sawa. Sahihi.